Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako, lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni na kusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo kwa chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka siku ya leo itakuwa ni hitimisho la safari ya waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran, Abbas Araghchi, katika nchi ya Urusi. Ziara ambayo actually ni ziara ambayo itakuwa imedumu kwa muda wa siku mbili, lakini kabla yake ilikuwa imetanguliwa na ziara katika nchi ya Pakistan, na kisha baada ya hapo akaelekea katika nchi ya Oman kwenda kuonana na Sultani Haitham Tariq, na kisha baada ya hapo akaelekea katika nchi ya Urusi kwa ajili ya kwenda kuonana na Rais Vladimir Putin pamoja na vile vile na baadhi ya viongozi kama kina mzee Sergei Lavrov ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Urusi. Movement hii maana yake inakusanya sehemu ya movement kadhaa ambazo zimekuwa zikiendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, zikihusisha nchi ya Iran, lakini vile vile zikihusisha nchi zingine kama nchi ya United Arab Emirates. Lakini move hii ya nchi ya Iran au ya waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran, maana yake ni move ambayo imekusanya hatua za kidiplomasia, lakini vile vile imekusanya hatua za kistratejia. Katika upande wa hatua za kidiplomasia, ni mwanzo wa safari ya Abbas Araghchi ilianzia katika nchi ya Pakistan na kisha ikaelekea katika nchi ya Oman. Lakini ujumbe uliopelekwa katika nchi ya Pakistan ni sawa na ujumbe uliopelekwa katika nchi ya Oman. Hii ni kuashiria kwamba nchi mbili hizi maanake ni nchi ambazo zinaweza zikafanana au zikafananishwa kulingana na mazingira ya vuta ni kuvuta iliyokuwa ikiendelea baina ya nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Iran. Kwa nchi ya Pakistan kwa hivi sasa ndio nchi ambayo dunia nzima imekuwa ikiitazama katika swala la usuluhishi wa mgogoro baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Lakini katika upande wa nchi ya Oman, maana yake ni kwamba kabla Pakistan hajawa msuluhishi wa mgogoro huo, maana yake kabla yake ilikuwa ni nchi ya Oman ndio waliokuwa wakisimamia swala la usuluhishi baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Iliposhindikana au ilipofikia katika hatua ya mwisho, Marekani waliamua kuingia katika mgogoro moja kwa moja na nchi ya Iran. Kwa hivyo ndio maana ujumbe ambao umepelekwa katika nchi ya Pakistan ambao ulikuwa ukiashiria sehemu ya hitajio la nchi ya Iran katika swala la mgogoro baina yake na nchi ya Marekani, ndio ujumbe huo umepelekwa vile vile katika nchi ya Oman, ikiashiria kwamba wote au nchi zote mbili maanake ni nchi ambazo zinapewa jicho la kufanana na nchi ya Iran, hasa katika upande wa diplomasia, kwa kuzingatia kwamba mgogoro baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran ni mgogoro ambao umekuwa ukisukumwa zaidi na sehemu ya dunia uelekee katika upande wa diplomasia ili ikiwezekana mgogoro huo uweze kufikia mwisho. Lakini safari ya Abbas Araghchi katika nchi ya Urusi maanake ni safari ambayo tunaitazama zaidi katika upande wa diplomasia, lakini vile vile hasa katika upande wa strategia. Katika upande wa diplomasia ni kwa kuzingatia kwamba nchi ya Urusi maanake ni partner wa nchi ya Iran, na ukizingatia kwamba walikuwa na makubaliano ya kistratejia, ushirikiano wa kistratejia, strategic agreement ambayo ilifanyika takriban tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba inapohitajika support kutoka katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, maana yake kuna nchi ambazo zinaweza zika play role au zikafanya kazi kubwa katika kuisaidia nchi ya Iran. Mojawapo ni nchi ya Urusi, lakini vivyo na nchi ya China, kuzingatia kwamba wao ni wajumbe wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini katika upande wa strategia, kwanza ni kwa kuzingatia shutuma ambazo zilikuwa zikitolewa na nchi ya Marekani kipindi cha mgogoro kwa takriban siku 40 baina ya nchi ya Marekani, nchi ya Israel pamoja na nchi ya Iran. Nchi ya Marekani ilikuwa ikishutumu wazi nchi ya Urusi kwamba imekuwa ikifanya kazi ya kutoa baadhi ya taarifa za mienendo ya nchi ya Marekani katika nchi ya Iran, kwamba baadhi ya zile picha za satellite na mfano wake zilikuwa zikitolewa na nchi ya Urusi kuikabidhi nchi ya Iran kwa ajili ya kuendelea kufanya mgogoro wake na nchi ya Marekani.
Pamoja na kwamba hoja hii ni hoja ambayo ina uhalisia actually, maana tunachozungumza ni neno la sawa, lakini ni hoja ambayo imejengwa katika sehemu ya makubaliano. Pamoja na kwamba si makubaliano mapana kama ile comprehensive agreement, yale makubaliano mapana baina ya nchi kama ya Urusi na nchi ya Korea Kaskazini, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Korea Kaskazini ushirikiano wake na nchi ya Urusi umekwenda mbali zaidi, kiasi ambacho mmoja akishambuliwa maana yake mwingine anakuwa na haki ya kumtetea mwenzake. Na ndio maana katika siku za nyuma, especially kwenye mwaka 2025 tuliona wakati nchi ya Ukraine imejaribu kujipenyeza au kuingia katika mji wa Kursk katika upande wa magharibi mwa nchi ya Urusi, tuliona kwamba wanajeshi kutoka katika upande wa Korea Kaskazini walikwenda kushiriki katika zoezi hilo la kuweza kuondoa wanajeshi wa nchi ya Ukraine kutoka katika lile eneo la Kursk region. Hii ni kuonyesha kwamba ushirikiano baina ya Urusi na nchi kama ya Korea Kaskazini manake ni mpana zaidi ukilinganisha na uhusiano baina yake na nchi ya Iran. Of course ni uhusiano wa kistratejia, lakini haujafikia katika kilele hichi. Lakini moja katika mambo ambayo wamekuwa wakishirikiana ni katika upande wa intelijensia. Ndio maana ilikuwa ni muhimu katika mgogoro baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani kwa nchi ya Urusi kuweza kutoa baadhi ya taarifa. Lakini kingine ni kwamba muundo wa zile silaha kama ballistic missiles na mfano wake, maana yake ni muundo ambao umefungamanishwa na baadhi ya teknolojia za Kirusi pamoja na teknolojia za Kichina, kwa maana kwamba zile satellites za nchi ya Urusi, ile satellite ya GLONASS au satellites za nchi ya China ambazo zinajulikana kama Beidou 3, yani katika zile satellite ambazo au mfumo ambao unajulikana kama Beidou 3, kwa maana kwamba zile ballistic missiles zilikuwa zikiingizwa taarifa chini, zinapofika katika sehemu ya anga maana yake zilikuwa zikipokea maelekezo kutoka katika zile satellite za GLONASS au zile za Beidou 3 kutoka katika nchi ya China, na ni mifumo miwili ambayo inaweza kujihakiki yenyewe, kiasi ambacho inakuwa ni ngumu kuweza au ilikuwa ni ngumu kuweza kupambana na zile ballistic missiles zikiwa ziko chini au zikiwa katika upande wa anga. Kwa hiyo ina maana ile shutuma ya Marekani dhidi ya nchi ya Urusi maana yake ilikuwa ni shutuma ya kweli, lakini kulingana na makubaliano ya ushirikiano wa kistratejia maana yake inabaki kuwa ni haki baina ya nchi ya Iran na nchi ya Urusi pamoja na nchi kama ya China. Kwa hivyo katika mazingira namna hiyo ya ushirikiano wa kistratejia wa kiwango hicho, maana yake ndio maana ziara ya Abbas Araghchi kuelekea katika nchi ya Urusi tunaweza tukaizingatia katika upande wa strategic level au katika level ya kistratejia, na sio tu katika upande wa masuala ya kiulinzi na usalama, lakini vile vile wamekuwa na ushirikiano mkubwa hata katika upande wa masuala ya kiuchumi, kwa kuzingatia kwamba kuna mifumo mingi ya kifedha ambayo imekuwa ina ushirikiano baina ya nchi ya Urusi pamoja na nchi ya Iran. Kwa mfano katika nchi ya Urusi wana mfumo ule unaitwa Mir Payment System, ambapo umefanya kuchanganywa na mfumo wa Shetab wa nchi ya Iran, ambao ni mifumo miwili, kwa maana kwamba unaweza ukafanya malipo kwa kutumia ile Shetab Payment System na kisha ile mfumo kama wa Mir Payment System wa nchi ya Urusi, mtu akaweza kupokea pesa yake bila kupitia katika mifumo kama ile ya Swift na mfano wake. Kwa hiyo ina maana ni nchi ambazo zina ushirikiano mkubwa kiasi cha kuweza kuunganisha baadhi ya system zao za kifedha. Lakini vile vile hata katika upande wa miundombinu ya kistratejia tumeona kwamba kwa muda mrefu nchi ya Urusi pamoja na nchi kama ya Iran, lakini vile vile ikienda mbali mpaka katika nchi ya India, walikuwa wametengeneza ile tunasema ni North and the South Transport Corridor, ile njia ambayo inatokea katika mji wa St. Petersburg kule katika nchi ya Urusi, unashuka katika sehemu ya nchi ya Azerbaijan, unakwenda katika nchi ya Iran na kisha unaelekea mpaka katika nchi ya India, na katikati yake manake kuna sehemu ya reli ambayo inatokea katika nchi ya Iran na kisha inapita katika sehemu ya Azerbaijan na inakwenda katika miji kama ya Derbent na Khamashkala, ile inapatikana katika upande wa
upande wa kusini mwa nchi ya Urusi, maanake karibia na maeneo ya Caucasus. Kwa hivyo unaweza ukaona kwamba ushirikiano baina ya nchi ya Iran pamoja na nchi ya Urusi, maanake ni ushirikiano mkubwa ambao unaweza ukaleta tafsiri ya kwa nini Abbas Araghchi ameelekea katika nchi ya Urusi kwenda kuonana na Rais Vladimir Putin, lakini vile vile na sehemu ya wajumbe wengine. Lakini tunaizingatia hiyo zaidi katika upande wa strategia, ukiachilia mbali ushirikiano wa mambo mengi, hasa kwa sababu ya mazingira sasa hivi. Makubaliano yoyote baina ya nchi ya Iran pamoja na nchi ya Marekani nyuma yanahitaji backup, yanahitaji ipatikane support ya moja kwa moja, hasa kutoka katika nchi kama ya China au kutoka katika nchi ya Urusi, kwa kuzingatia kwamba hizi ni nuclear state, ni nchi ambazo zinatambulika kwamba zina uwezo wa kinuclear, uwezo katika upande wa silaha na uwezo katika upande wa teknolojia kiujumla, katika matumizi ya teknolojia ya masuala ya nuclear. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba makubaliano ya namna yote kwa hivi sasa kwa nchi ya Iran, maana yake atakuwa anahitaji backup, atakuwa anahitaji support au hakikisho kutoka katika nchi kubwa kama nchi ya Urusi kwamba kwa hivi sasa tumekubaliana hivi, itakapokiukwa maana yake ni kwamba wanaoshika dhamana itakuwa labda ni nchi ya Urusi na nchi kama ya China. Na ndio maana inaweza kaonekana kwamba kuna umuhimu wa safari kama ya Abbas Araghchi kuelekea katika nchi ya Urusi. Pamoja na kwamba tukitazama mwenendo wa yale mazungumzo kiujumla ya nchi ya Iran pamoja na nchi ya Marekani, au ile hata mapendekezo ambayo yamekuwa kitolewa hivi karibuni na nchi ya Iran kuhusiana na mgogoro wake na nchi ya Marekani, kuna vitu vingi vimekuwa vikipungua ambavyo tumekuwa tujaribu kuangalia kwa makini. Kwa nini nchi ya Iran kwa hivi sasa inaonekana kwamba imeonyesha kama kutaka kujadili baadhi ya mambo ya msingi ambayo kiuhalisia yanahitaji support hii ya kutoka katika nchi kubwa kama nchi ya Urusi na nchi ya China. Kwa mfano, ukiangalia katika proposal au pendekezo ambalo limetolewa na nchi ya Iran kwa hivi sasa katika nchi ya Pakistan na limepelekwa katika nchi ya Marekani, haijaonyesha kwamba inahitaji kujadili kuhusiana na masuala ya nuclear. Ina maana wamefanya sasa hivi mpango wa nuclear kama ni mpango wa ndani ya Iran na hauhitaji discussion ya namna yoyote. Inaonekana mawazo mengi ambayo yametolewa au hoja nyingi ambazo Iran wamezitoa kwa hivi sasa ni kuhusiana na masuala ya kawaida kama kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, utaratibu uweje, au masuala ya fidia kutokana na uharibifu ambao umefanywa na nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel na mfano wake. Lakini masuala nyeti kama ya nuclear hawakutaka yaweka katika sehemu ya discussion. Lakini hata kama yatakuja kuwekwa, maana yake ni kwamba ni lazima guarantee ipatikane kutoka katika nchi kubwa kama ya Urusi na nchi kama ya China. Lakini wakati move hiyo imekuwa ikiendelea kutoka katika upande wa nchi ya Iran, tumeona kuna move ambayo imefanywa na nchi ya United Arab Emirates. Katika siku ya jana takriban ilitangaza mpango wake kwamba kufikia katika tarehe 1 mwezi wa 5 inakusudia kuweza kujitoa katika umoja ule wa nchi ambazo ni wauzaji wa mafuta duniani kwa maana ya OPEC, au ziada yake kwa maana ile OPEC Plus ambayo inakusanya nchi nyingi duniani ambazo zinahusika na uuzaji wa mafuta. Pamoja na kwamba si nchi zote ambazo zinazouza mafuta zipo katika umoja huo, ziko nchi ambazo hazipo katika umoja huo, ikiwepo nchi kama ya Marekani, ikiwepo nchi kama ya Qatar na mfano wake, na hata katika baadhi ya nchi za Afrika kama za Angola au Equatorial Guinea. Maana yake ni nchi ambazo zilijitoa katika sehemu ya umoja huo. Sasa move ya United Arab Emirates maana yake ni move ambayo tunaichukua katika uzito wa hali ya juu. Kwanza kwa kuzingatia eneo lake la kijiografia, kwa maana kwamba ni nchi ambayo inapatikana katika sehemu ya Ghuba ya Uajemi, ambayo ndio kwa hivi sasa ndio kitovu cha sehemu ya mvutano baina ya nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Iran. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili ni kwa kuzingatia kwamba nchi ya United Arab Emirates katika upande wa nchi kama ya Iran wanaizingatia kama ni tawi la upande wa mashariki la nchi ya Israel, kwa kuzingatia kwamba ushirikiano baina ya United Arab Emirates na nchi ya Israel, ushirikiano wao ni mkubwa, na sehemu ya athari yake ilikuwa inaonekana katika mgogoro wa vita takriban siku 40 baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, kijumuisha vivile na nchi ya Israel. Moja katika nchi ambazo ziliathirika na mashambulizi mengi kutoka katika nchi ya Iran ni nchi ya United Arab Emirates.
na kuonyesha ushirikiano baina ya United Arab Emirates na nchi ya Israel. Utaona hata katika mwenendo wa kistratejia wa nchi ya United Arab Emirates unaweza ukafananishwa na mwenendo wa kistratejia wa nchi kama ya Israel, kwa maana kwamba nchi ya United Arab Emirates ni nchi ambayo imejitahidi kwa kiwango kikubwa kujipenyeza katika sehemu nyingi za eneo la Mashariki ya Kati, au katika zile tunasema ni Islamic world, ni katika zile nchi za Kiislamu, kwa maana kuanzia katika nchi kama za Libya, kuja katika sehemu kama za Sudan, kuja katika sehemu kama za Yemen. Hizi ni sehemu zote ambazo United Arab Emirates manake wamekuwa wakitia mguu wao na kutoa support katika baadhi ya vikundi ambavyo havihusiani moja kwa moja na serikali, lakini vinaipa access au vinaipa nafasi United Arab Emirates kuweza kupata sehemu ya rasilimali kama dhahabu na mfano wake. Lakini vile vile hata katika baadhi ya moves za kistratejia utaona wakati mwingine zinacheza baina ya interest au baina ya maslahi ya nchi ya Israel, lakini vile vile na maslahi ya United Arab Emirates. Na mfano mzuri siku za nyuma kidogo tuliona nchi ya Saudi Arabia ilifanya mashambulizi katika sehemu za nchi ya Yemen kuweza kupiga vita sehemu ya kundi ambalo lilikuwa ni kama kundi la uasi, lilikuwa likifanya uasi dhidi ya serikali ya mpito, ile transition government inayopatikana pale katika nchi ya Yemen. Lakini lengo la Saudi Arabia kuingilia katika sehemu ya mgogoro huu ni kwa kuzingatia kwamba kundi lililokuwa likifanya uasi lilikuwa linasapotiwa na nchi ya United Arab Emirates, na ndio maana Saudi Arabia ikatoa masaa 24 kwamba jeshi la United Arab Emirates lililoko katika nchi ya Yemen linatakiwa liondoke ndani ya masaa 24. Hesabu hii ilikuwa imekaa kwamba United Arab Emirates ilikuwa inakusudia kwamba wanajeshi ambao yenyewe inawasupport wale wapiganaji wa ndani ya Yemen washike sehemu ya Yemen, lakini wakati huo huo nchi ya Israel ilionekana imefanya move kuelekea katika nchi katika eneo la Somaliland, katika nchi ya Somalia, kwa ajili ya kwenda kuingia makubaliano ya kimkakati, kwanza kuitambua sehemu ya Somaliland kama ni nchi huru, lakini vile vile kwenda kuingia nayo katika sehemu ya makubaliano ili kuweza kutengeneza njia mbili, kwa maana njia moja ikiwa katika upande wa mashariki ambayo inamilikiwa na United Arab Emirates au iko chini ya ushawishi wa United Arab Emirates. Na kuwa na ushawishi wa United Arab Emirates maana yake ni kwamba hilo linaipa access Israel kuweza kutimiza sehemu ya ajenda yake kupitia katika upande wa Yemen, ambapo kuna kundi la Houthi ambalo limekuwa likifanya disturbance ambalo linapatikana katika upande wa magharibi mwa nchi ya Yemen. Lakini katika upande wa kuvuka katika upande wa pili, upande wa Afrika, maana yake ni kwamba Israel ilikuwa na hakika ya kuweza kupeleka influence yake katika sehemu ya Somaliland. Kwa ina maana ingekuwa ina sehemu ya ushawishi wa sehemu mbili. Maana yake ni kwamba Israel ushawishi wake ungekuwa mkubwa katika nchi ya Yemen, lakini vile vile ungekuwa mkubwa katika upande wa sehemu ya Somaliland, na hivyo ingefanya kundi la Houthi liweze kuwa sehemu ya katikati ya influence mbili za nchi ya Israel. Move ambayo kwa hakika haikuweza kufanikiwa, hasa katika upande wa Yemen, kwa kuzingatia kwamba nchi ya Saudi Arabia iliweza kufanya interruption na ikahakikisha tena ile serikali ya mpito inarudi tena katika sehemu ya control ya miji kama ya Hadramaut na mfano wake katika nchi ya Yemen. Kwa hivyo kiujumla ni kwamba nchi ya Iran yenyewe inaizingatia United Arab Emirates kama ni tawi la nchi ya Israel, na ndio maana mara zote wenyewe msimamo wao unakuwa kidogo uko tofauti na nchi ya United Arab Emirates. Sasa move ya United Arab Emirates maana yake ni move tunasema kwamba tunaichukua katika uzito wa hali ya juu, kwa kuzingatia kama hiyo eneo lake la kijiografia, lakini vile vile kwa kuzingatia kwamba ni nchi ambayo imekuwa ikishutumiwa moja kwa moja na nchi ya Iran kwamba ni tawi la nchi ya Israel. Na hii move tunaizingatia sana kwa kuzingatia kwamba katika kile ambacho kimetangazwa na United Arab Emirates, kwanza kabisa ni kujitoa katika ile umoja ule wa OPEC, jambo ambalo maana yake litaifanya United Arab Emirates iwe ina uwezo wa kufanya uzalishaji mkubwa wa mafuta bila kukontroliwa na mtu yoyote, kwa kuzingatia kwamba nchi ambazo ziko katika ule umoja wa OPEC au zile OPEC plus, maana yake ni kwamba huwa kawaida wanaweka standard ya uzalishaji wa mafuta. Lengo la kuweka standard katika uzalishaji wa mafuta ni kwa ajili ya kucontrol bei za mafuta duniani. Kwa ina maana nchi inapokuwa imejitoa katika umoja husika, maana yake ile level ya uzalishaji wake inakuwa haiko under control, bali yenyewe inaweza ikaamua kutumia ile kwa kadri ya uwezo wake
wa kuzalisha. Na plani ya United Arab Emirates inaonekana kwamba ni plani ya muda mrefu. Walikuwa wakikusudia kuweza kuongeza miundombinu yao, na walifanya hivyo kwa kufanya uwekezaji mkubwa wa takriban zaidi ya dola bilioni 1 kwenye kuongeza sehemu ya miundombinu yao ili wafikie katika daraja ya walao kuzalisha kwa siku pipa milioni 5 za mafuta. Kwa hivyo hata hii move ya wao kujitoa katika ile umoja wa OPEC, lengo lake kubwa inaweza tukachukulia katika upande huo kwamba inakusudia kuongeza uwezo wake wa uzalishaji, lakini vile vile tunajaribu kutazama kutokana na athari ambazo zimejitokeza baada ya mgogoro baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Nchi ya United Arab Emirates imefanywa mashambulizi kwa muda mrefu na nchi ya Iran, lakini vile vile ni nchi ambayo imeathirika pakubwa, pamoja na kwamba wote nchi ya Iran pamoja na nchi ya United Arab Emirates ni miongoni mwa memba muhimu katika OPEC, pamoja na kwamba katika ile level ya uzalishaji wa juu inafanywa zaidi na nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Iraq pamoja na nchi ya United Arab Emirates, lakini wote ni memba wa OPEC. Kwa hiyo inawezekana kujitoa kwake katika OPEC kwanza ni kuto kuhitaji kukaa tena katika kundi moja pamoja na nchi kama ya Iran, lakini vile vile inawezekana ikawa lengo lake kubwa ni kuongeza uzalishaji ili kuweza kukava sehemu ya hasara ambazo zimepatikana kutokana na mashambulizi yaliyokuwa yakifanywa na nchi ya Iran. Lakini kubwa kuliko zote ni kile ambacho tunachokitazama sisi katika upande wa strategia, kwamba hatua ya United Arab Emirates kuweza kujitoa katika yule umoja wa OPEC inawezekana ikawa ni strategia ya nchi ya Marekani katika kujaribu kucontrol bei za mafuta duniani. Kwa kuzingatia kwamba hivi sasa bei zimekuwa zikipanda kwa kiwango fulani katika soko la dunia, kiasi cha kwamba pipa imefikia takriban dola 110 takriban kwa pipa. Kwa hivyo lao United Arab Emirates manake wataingia katika soko kwa lengo la kuongeza sehemu ya uzalishaji wao, automatically kile kinachotarajiwa huenda ikapoza sehemu ya bei ambazo zimekuwa zikipanda kwa kiwango cha juu katika soko la dunia. Lakini wakati huo tunasema kwamba inawezekana ikawa ni strategia ya Marekani, kwa sababu Marekani haihitaji kutoka katika sehemu ya ghuba ya Oman. Anahitaji aendelee kufanya zuio la meli zinazotoka na kuelekea katika nchi ya Iran. Lakini zuio hili manake haliwezi kufanya kazi vizuri ikiwa bado dunia ina uchache wa mafuta. Kwa ina maana kuishawishi United Arab Emirates ijitoe katika OPEC na kisha iongeze sehemu ya uzalishaji wake wa mafuta, wakati Marekani wenyewe wanaendelea kumaintain zuio lao dhidi ya nchi ya Iran. Bila shaka hii ni calculation au ni hesabu inawezekana ikawa na jicho pana zaidi kuliko kutazama kinyume na hivyo ambavyo tumejaribu sisi kuangalia. Lakini jambo lingine ambalo tumekuwa tukilitazama pia katika hesabu hiyo, kwamba pamoja na kwamba Marekani wanaweza kukusudia kubaki katika sehemu ya ile ghuba ya Oman ili kuendelea kufanya zuio katika nchi ya Iran, lakini changamoto inakuwa sehemu moja, kwamba sehemu ya mlango bahari wa Hormuz bado huko chini ya control ya nchi ya Iran, na hivyo uzalishaji katika nchi ya United Arab Emirates bado hauwezi kufikia katika full capacity, hauwezi kufikia katika kiwango cha mwisho. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake lao United Arab Emirates watakusudia wafanye uzalishaji wa kufikia katika pipa milioni 5, bila shaka bado patakuwa kuna changamoto, kwa sababu zuio la nchi ya Iran au udhibiti wa nchi ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz bado inawezekana ukafanya uzalishaji wa kiwango hicho ukawa hauwezi vizuri kufika katika soko la dunia, pamoja na kwamba United Arab Emirates bado wana njia ya kuweza kuuza mafuta kupitia katika sehemu isiyokuwa ya mlango bahari wa Hormuz, hasa nazungumzia katika sehemu ya Fujairah, ambayo ni sehemu kama ya bandari ambayo inaweza kutumika katika kuuza mafuta nje ya mlango bahari wa Hormuz. Lakini shida inakuja kwamba uwezo wa Fujairah, uwezo wake wa kutoa mafuta maana yake ni takriban pipa milioni 1 kama na 800. Kwa hiyo haiwezi kufikia bado katika full capacity ya ile milioni 5 ambayo imekuwa ikizungumzwa na United Arab Emirates. Lakini hili vile vile tunaweza tukaona kwa kiwango kikubwa linabaki katika strategia ya nchi ya Marekani, kuzingatia kabla ya move hii ya kutangaza kwamba inahitaji kujitoa katika OPEC. Nchi ya United Arab Emirates nyuma yake iliomba ile tunasema dollar swap, iliomba wafanye mbadilishano baina ya United Arab Emirates na nchi ya Marekani katika upande wa dola, kwa maana ya kwamba United Arab Emirates ifanye kama kukopa
katika nchi ya Marekani takriban dola bilioni 1. Na kinachofanyika ni kwamba United Arab Emirates wanatoa kiasi cha fedha yao, wanaikabidhi katika sehemu ya Marekani, na kisha Marekani wanawapa kiwango cha takriban dola bilioni 1. Lengo lake ni kwa sababu kwa muda mrefu sehemu ya uuzaji wa mafuta katika nchi ya United Arab Emirates umepungua kwa takriban asilimia kama 40 au 50. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba nchi ya United Arab Emirates imeathiriwa na upatikanaji wa fedha za kigeni kama dola, na kwa kuzingatia kwamba ni nchi ambayo inafanya miamala na nchi nyingi duniani na watu wengi wamewekeza katika nchi ya United Arab Emirates, katika mazingira hayo maana yake kuna malipo mengi ambayo United Arab Emirates inatakiwa ilipe, aidha katika upande wa baadhi ya mikopo na mfano wake. Sasa panapokuwa hakuna flow nzuri ya pesa kama dola katika soko la ndani la nchi ya United Arab Emirates, tafsiri yake ni kwamba ili kuweza kupata ziada ya dola inaweza ikalazimika kuuza sehemu ya aseti zake zilizoko katika nchi ya Marekani. Na katika mazingira namna hiyo, maana yake inaweza ikalazimisha United Arab Emirates kuweza kuuza aseti zake kwa bei rahisi. Kwa hiyo kukwepa hilo, maana yake United Arab Emirates waliomba nchi ya Marekani iweze kuwapa dola ili kuongeza confidence kwa watu kwamba bado United Arab Emirates ina kiwango kizuri cha pesa, lakini vile vile iweze kuclear baadhi ya madeni ambayo yamekuwa yakijitokeza. Na hiyo United Arab Emirates walichukulia katika uzito wa hali ya juu, ndio maana waliambia Marekani kwamba lau isipofanyika hivyo kuna matatizo kama mawili yanaweza kujitokeza. Cha kwanza, kwa sababu pesa yake wameiegemezea katika dola. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba pesa itashindwa kufanya vizuri na inaweza ikaanguka kwa kuzingatia kwamba hawatakuwa na kiwango cha kutosha cha dola. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, wanaweza wakalazimika kuanza kutumia yuan kwa sababu dola ni kama wanakuwa hawana au inakuwa inaondoka katika sehemu ya mzunguko wao, kwa kuzingatia kwamba hawawezi kuuza kwa urahisi katika soko la dunia kwa sababu ya zuio la nchi ya Iran au utaratibu wa nchi ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo actually move hii ya United Arab Emirates tunasema ni kama counter move, ni move mbadala dhidi ya move ya nchi ya Iran, kwamba United Arab Emirates maana yake inakuja kama kutengeneza nafuu ya kile ambacho kimetengenezwa na nchi ya Iran, kwa sababu lengo la Iran kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba bei za mafuta zinapanda katika soko la dunia. Na bei zinapokuwa zinapanda katika soko la dunia, maana yake ni kwamba hili litaiongezea pressure nchi ya Marekani, na watakapofikia katika makubaliano, maana yake itakuwa ni rahisi kuingia katika makubaliano ya mwisho ya Marekani kuto kuishambulia tena nchi ya Iran. Sasa move hiyo maana yake ni move ambayo inawezekana isiwe na afya kwa Marekani, hasa katika mipango yake ya mbele. Kwa hiyo ili kuweza kubalance move hiyo, ni kwamba tunachotakiwa kifanyike ni kwamba ni kuhakikisha kwamba panakuwa kuna ziada ya mafuta katika soko la dunia, kwa kuishawishi nchi kama United Arab Emirates ambao ni rafiki wa karibu wa nchi ya Marekani na nchi ya Israel kujitoa katika OPEC ili waweze kufanya uzalishaji mkubwa. Lakini wakati huo huo vile vile Marekani kadi yake aliyobaki nayo ya katika ghuba ya Oman ambao amekuwa akifanya disturbance katika meli za nchi ya Iran isiweze kuanguka, hiyo kadi endelee kuimaintain. Lakini wakati huo mafuta yameongezeka, hata kama Iran watakuwa wameweza kubana katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba ni mahesabu mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kufanyika, lakini yote yanaonekana bado yana focus katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu hata ukiangalia move ambayo imefanywa na Basar Ghaji kwenda katika nchi ya Pakistan, kwenda katika nchi ya Oman, kwenda mpaka katika nchi ya Urusi, saiko yote ya mazungumzo, moja katika jambo muhimu linalozungumzwa ni ishu ya mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu ndio kadi muhimu kuliko kadi zote. Umeona kwamba nchi ya Iran imeweza kuweka hata pembeni ishu kama ya nuclear, kwamba si jambo muhimu sana hivyo, na hili tulizungumza katika vipindi vyetu vya nyuma kwamba mwisho wa mazungumzo yote, ile sehemu ya kilele cha mazungumzo yao itabaki katika mlango bahari wa Hormuz. Na ndio maana Marekani naye amehakikisha kwamba anaongeza au anatengeneza mazingira ya kuongeza mafuta katika soko la dunia, kupunguza gharama ya mafuta katika soko la dunia. Wakati huo huo anaendelea kushikilia na yeye kadi ya mlango bahari wa Hormuz kwa kukaa katika sehemu ya ghuba ya Oman na kuendelea kufanya baadhi ya disturbance katika meli zinazoingia na kutoka katika kuingia na kutoka
katika nchi ya Iran. Na jambo hili kwa hakika limeleta athari kwa kiwango fulani katika nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba pesa ya Iran imeendelea kuanguka kwa takriban 600% toka Marekani walivyoanza kufanya hilo zuio lao. Kwa hiyo maana yake imekuwa na athari kwa upande mmoja au mwingine. Ndio maana Marekani inawezekana ikaonekana kwamba bila shaka itakuwa imeshiriki moja kwa moja katika move ya United Arab Emirates, na si ajabu tukashuhudia kwamba kuna nchi nyingine kadhaa ambazo zinashawishiwa aidha na Marekani kuweza kuongeza sehemu ya uzalishaji wao au kujitoa katika sehemu ya OPEC, jambo ambalo bila shaka inaweza ikabadilisha formula ya mambo mengi sana, ikiwemo katika OPEC yenyewe, lakini vile vile formula nyingi katika upande wa uzalishaji wa duniani katika nchi kama za China na mfano wake, kwa sababu manake patakuwa hakuna control ya moja kwa moja ya bei za mafuta duniani ikiwa kila mmoja atakusudia kujitoa katika ule umoja wa OPEC. Lakini kwa ujumla ni kwamba bado tuna muda wa kuendelea kutazama mahesabu haya jinsi yanavyozidi kwenda, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.